Mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye chaneli hii ya The Book of Magic and Movie Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Kama ndo mara yako ya kwanza kutana chaneli hii, usisahau kubonyeza subscribe, alama ya kengele, ili uwe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Naitwa Ayubu Obedi. Hii ni simulizi inayoitwa Dunia ya Kuzimu, na hii ni hatua ya 4. Kama hatua ya kwanza, hatua ya pili na hatua ya 3 hujaziona, tazama kwenye playlist ya simulizi zangu The Book of Magic and Movie Stories, Dunia ya Kuzimu. Fuatilia sehemu ya kwanza, ya pili na ya 3, na hii ni ya 4. Raha ya simulizi ujue mwanzo na mpaka mwisho wake. Naam, tuendelee na hatua ya 4. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Niazime masikio yako na macho yako, twende sambamba mwanzo mpaka mwisho. Sasa tunaendelea na simulizi yetu. Yule mama ambaye ndo mlezi katika ile nyumba, wakati anapiga tia story na yule mzee alianza kuongea Kichina. Yule mama sasa Kichina elewi, anajua Kiingereza. Mama akamwambia, sasa wewe mzee, mimi unaniongelea Kichina hapa, mimi sikuelewi bwana. Yule mzee akaongea neno moja tu la Kiingereza, I want my son, namtaka mtoto wangu. Sasa sijui sababu kila anayefika katika hii nyumba afika kwa historia yake. Huenda huyu mzee naye alifika kwa historia yake, alipotea na mtoto wake na akafika katika hii nyumba, au mtoto wake ni yule afande mwingine. Maana kuna afande nimemuona hapa ni Mchina. Sasa nafikiri yule afande wenda mwingine wa Kichina ndo baba yake. Mimi sijui, simulizi itatueleza. Tuendelee na simulizi yetu. Baada ya kuwa msumbufu zaidi, yule mama ambaye ndo mlezi wa pale katika ile nyumba aliamua kumchukua yule mzee na kumpeleka chini kabisa, wanaita kwenye basement. Unajua ile nyumba ina gorofa ya juu, ya chini na basement. Basement ni kule kabisa ambako gorofa imeanzia. Kwa aliamua kushuka naye kule chini, na yule mama alimwambia mtoto wake upo kwenye majukumu. Kwa hiyo yule afande wa Kichina basi ndo mtoto wake, ndio baba yake, ndo mtoto wa mzee. Unajua mzee ameshazeeka, umri umeenda miaka 70, 80. Kwa akili zake muda mwingine zinakuwa za kitoto, muda mwingine mara ongee hivi, mara ongee vile. Basi tu ili mradi maisha yanaenda basi, lakini washamjua kabisa kwamba huyu mzee na yupo katika kituo cha kulelea wazee, basi kidogo akili yake haiko vizuri. Mtu anapozeeka zaidi na akili zinazidi kupotea. Mtu anapozeeka zaidi basi hata kumbukumbu zinazidi kupotea katika kichwa chake. Hayo ndo maisha halisi ya binadamu, ambayo kama Mwenyezi Mungu akubariki ukaishi maisha marefu, basi jiandae tu, ni mapito ambayo utapitia. Naam, tunarudi kule polini katika ile gari iliyopata ajali, ambako yuko afande Steven, yule afande mwingine ambaye ni daktari, na yule mtoto mdogo ambaye amepata ajali. Waliendelea kumsaidia yule mtoto, na baada ya hapo waliamua sasa, maki alikuwa amechomwa na kitu kama nondo hivi katika mguu wake, imechoma upande mmoja wa paja, akatokea upande mwingine. Ilibidi waanze kumsaidia ili waweze kumchomoa, baada ya kumpiga sindano za ganza kutosha. Ikabidi wamchomoe mguu taratibu. Mtoto akapiga kelele, maumivu yalikuwa ni makali, maskini ya Mungu, lakini kulikuwa hakuna njia nyingine ya kumsaidia. Hiyo ndio ilikuwa njia pekee. Baada ya hapo, daktari alimwambia huyu mtoto kavuja damu nyingi sana, kwa hiyo itakapofika asubuhi tuangalie namna ya kuweza kumsaidia, kwa sababu tofauti na hapo
huenda anaweza akapoteza maisha. Amepoteza damu nyingi mno, kwa sababu tangia anapata ajali anavuja damu mpaka usiku kucha, anavuja damu mpaka usiku, anavuja damu. Sio jambo zuri. Inabidi daktari akasema kutakapopambazuka, tutakapoiona asubuhi, basi tuangalie namna gani sasa tukamsaidia huyo mtoto, kwa sababu damu zimekuwa ni nyingi sana zilizomtoka katika mwili wake. Katika kile kijiji usiku ule waliendelea kutia stori. Namuona mchungaji ambaye ndio padri akiwa anakunywa kinywaji, juisi ya embe, si juisi ya maepo. Anaendelea kutia stori na afande mmoja. Wanatia stori, piga stori, wanabadilisha na mawazo hili na lile. Hakuna aliyelala usiku ule, hakuna aliyepata usingizi. Hakika hichi kijiji kinatisha. Yule mchungaji alikuwa na yule afande wa Kichina. Afande wa Kichina alikuwa nyumba tofauti na yule mzee ambaye ndo babake. Yule mzee ambaye ndo babake alikuwa katika nyumba ya kulelea wazee, ila yeye alikuwa katika nyumba ya mchungaji. Kwa hiyo huyu kijana aliendelea kumtia stori akisema, nimeshazoea kuishi na baba yangu nyumba moja. Baba yangu sasa ni mzee na anaishi katika nyumba ya kulelea wazee. Natamani hata siku moja ningemuona, nitakapopata mahitaji, nitakapopata chague siku niende nikamwone baba yangu. Lakini na imani kule kituo cha kulelea wazee baba yangu anaendelea vizuri. Yule mchungaji aliendelea kumtia moyo, akamwambia, hakika baba yako anaendelea vizuri, wala usijali. Kituo cha kulelea wazee ni kituo ambacho wana weledi vizuri, wana weledi mzuri na kazi yao wanaoifanya. Wana weledi mzuri na kazi yao wanaoifanya. Kwa baba yako watamlea vizuri, watamwangalia, na usiofu pia kuhusu mazimwi, kwa sababu hawa mashetani. Na imani kule katika ile nyumba ya kulelea wazee wana ulinzi upo. Kuna hilizi nyingi za kutosha, kila mlango kuna hilizi. Kwa hiyo hata yule mama ambaye anasimamia kule basi ni mweledi, ana weledi mzuri kuhusu mashetani. Kwa na imani baba yako atakuwa ni mzima, wala usiwe na hofu na uondoe shaka kabisa kijana. Yule mchungaji anaendelea kumpa moyo yule bwana mdogo wa Kichina ambaye ni askari, akimwambia asiwe na wasiwasi kuhusu baba yake, atakuwa mzima na hakuna jambo lolote baya ambalo litaweza kumfika. Hivyo atulize moyo wake, afanye kazi kwa amani. Ipo siku ataenda kumuona baba yake. Yule kijana aliendelea kusema, unajua baada ya kutokea ile matatizo kwa Helen pamoja na Morgan, Helen na Morgan ni katika sehemu yetu ya simulizi ya kwanza kabisa. Yule mama na binti yake mdogo wa miaka 7 ama 8 hivi. Baada yule binti kufungua dirisha usiku wa manane, wale majini waliingia na kuangamiza kabisa. Kwa hiyo huyu bwana afande ambaye anaitwa Kenny alienda kumwambia mchungaji, na wasiwasi sana kilichomtokea Helen pamoja na Morgan, hata baba yangu pia kinaweza siku moja ikamtokea, kwa sababu baba yangu akili zake ni kama mtoto, amezeeka sana. Kwa hiyo anaweza akashawishiwa na majini akafungua hata dirisha, na wale majini wakamsababishia mauaji. Unajua mtoto kushawishiwa na mashetani ni rahisi, kwa sababu wanamshawishi, wanamuita, wanambembeleza. Ndivyo anavyohisi hata kwa baba yake, kwa sababu akili zishakuwa, amezeeka kwa muda mrefu, amezeeka, ana miaka mingi, amezeeka na miaka 80 90 huko. Kwa hiyo ana wasiwasi wanaweza wakaja wakamshawishi, kwa sababu tayari mzee akili zake zishaanza kuwa za kitotototo. Muda mwingine analia peke yake, muda mwingine anacheka, muda mwingine anacheza drafti, yani ni tafulani. Hakika ni kama mtoto. Kwa hiyo ana wasiwasi, inaweza katokea siku moja baba mzazi akapoteza maisha, kwa sababu akili zake tu kwa sasa zinamuendesha vibaya, hawezi kujikontrol vizuri.
Na tunatoka kule katika nyumba ya yule mchungaji pamoja na bwana anaitwa Ken, yule mtoto wa yule mzee wa Kichina. Tunarudi katika nyumba ya kulelea wazee. Tunamkuta Alice akaingia katika chumba chake. Baada ya kuingia katika chumba chake, Alice akamkuta mtoto wa yule binti. Mtoto wa yule binti anaitwa Julie na mtoto wa yule mama anaitwa Julie. Kumradhi. Yule mama ambaye alipata ajali, mtoto wake anaitwa Julie, na huyu bwana ambaye baba yake ni yule afande Steven, huyu bwana anaitwa Alice. Alice akamuuliza, "Hey, vipi? Uko poa?" Yule dada akasema, "Ya, niko poa. Wewe ndio Julie?" Akasema, "Naam, mimi ndio Julie." I say, "Umemwona Fatima hapa?" Fatima ni yule rais, ni mpenzi wa huyu bwana mkubwa anaitwa Alice. Akasema, "Ameenda kidogo maliwato, naona rais ameenda kujisaidia ama ameenda kuoga, mimi sijui." Yule bwana Alice akamwambia, "Kwanza naomba nikupe pole kwa ajali. Naomba nikupe pole kwa matatizo ambayo mmepitia. Hakika yote mlioyapitia hata sisi tuliyapitia. Kila anayejikuta amefika katika mji huu ambaye sisi tunaita dunia ya kuzimu, anakuja kama mtu ambaye anapita njia, lakini kujikuta anazunguka hapa na akakosa njia ya kwenda, au mara nyingine akakosa njia ya kurudi. Kwa wote ambao natuona hapa, magari mabovu, nyumba mbovu, wote tumekwama hapa. Ndio maana unaona tunashindwa kuondoka, kwa sababu hatuoni njia ya kuondokea katika mji huu. Pia nikuombe samahani kwa sababu baada ya kufika hapa, wewe na mama yako mlifungwa kamba. Naomba mtusamee sababu mlifungwa kamba. Sisi hatukufungwa kamba kwa sababu sisi ni wenyeji, lakini nyinyi wageni hamwaminiki, ndio maana mlifungwa kamba. Kwa hiyo tunaomba mtusamee sana." Yule bwana Alice aliendelea kumtia story na kumwomba msamaha yule binti ambaye anaitwa Julie, binti wa bwana Jimmy. Na maana tunaposema Jimmy, katika ile gari kule polini ambayo imebaki kule, kuna afande Steven, kuna huyo Jimmy ambaye ndio baba wa huyu mtoto, huyo binti ambaye anaitwa Julie, na vile vile kuna afande mmoja wa kike pamoja na mtoto mdogo ambaye wanamhudumia kule polini usiku ule. Na huyu binti ambaye anaitwa Julie, mama yake, jina lake sijalikumbuka vizuri, mama yake ndo aliyekuja naye huku katika hichi kituo cha kulelea wazee. Na ule mchungaji alikuwa anaongea na bwana Ken. Hawapo katika hii nyumba, wapo katika nyumba nyingine. Lakini baba yake na Ken, yule kijana wa Kichina, ndio yupo katika hii nyumba ambayo anaishi huyu bwana Alice, yule mama ambaye analea wazee hapa, na wageni wote wanakuja katika hii nyumba. Ina watu wengi zaidi ya 30, ni nyumba kubwa kweli kweli. Kwa hiyo aliendelea kutia na story hizi na zile, kabadilishana mawazo, wakakumbushana hili, wakakumbushana lile. Ila kikubwa alikuwa akiendelea kumwomba msamaha kwa sababu walikutana na mazingira tofauti ambayo sio mazuri, wakafungwa kamba. Hivyo aliendelea kumtia moyo na kumwambia hapa ni mahali salama. Asubuhi kutakapokucha tutajua nini cha kufanya. Kwa hiyo uwe na amani kabisa. Sasa tunatoka katika kile chumba ambacho yuko Julie pamoja na yule Alice. Kile chumba cha Fatima, Julie pamoja, kile chumba cha Fatima mpenzi wa Alice, ambacho yuko Julie kwa sasa na Alice wakiendelea kutia story. Nyumba ile ile tunatoka tunaingia katika chumba kingine ambacho yule mama ambaye wanamuita Donna, ambaye ndio kama in charge, kama kiongozi katika hii nyumba kulelea wazee, akiwa na mama yake na yule binti ambaye ndio Julie, akiendelea kumwambia, sasa wewe hivi wanasema mimi, do you think I'm crazy?
Do you think I'm stupid? I'm not, kwa sababu hebu niambie, ni mara ngapi mmezunguka polini? Ni mara ngapi mmezunguka ule msitu? Unaposema hujui majini, hujai kupotea, hujui mazimu. Unajua mama aliendelea kuwa mbishi. Wakamwambia ni mara ngapi mmezunguka polini? Yaani mmezunguka tu polini na mlikuwa mnafuata njia na mrudi nyuma. Lakini hichi kijiji ambacho mlikuwa mnakipita hapa, si mlikuwa mnaikuta mbele yenu? Sasa kwa nini unasema uamini kama kuna uchawi? Uchawi upo. Uchawi upo. Amini kabisa uchawi upo. Amini hivyo, uchawi upo. Majini wapo, mashetani wapo. Ndio maana mlikuwa mnatembea na gari yenu, mnaacha kijiji hapa na mnaenda mnaikuta mbele yenu. Kwa hiyo gari kwani ilikuwa imesimama? Aliendelea kumchana kweli na kumpa makavu live. Alikuwa anampa ukweli kwa sababu alikuwa ni mbishi. Yaani hii familia ni wabishi. Mume wake kule polini kule, bwana Jimmy naye ni mbishi. Maana kule mlango ulikuwa majini walikuwa wanagonga milango, madirisha ile gari usiku ule. Anataka kufungua na mwambia, usifungue. Yaani ni wabishi. Hii familia yote ni wabishi. Mwanamke mbishi, mwanaume mbishi. Yaani hawa hakika wawashukuru kabisa, hawa wamekutana na watu wenye roho za kujitoa. Kutana na watu ambaye akili zao ni mbovu, wenda wangewatelekeza katika ile gari, kwa sababu wote ni wabishi, sio mwanaume, sio mwanamke. Yule mama aliendelea kumwambia, ina maana wewe haukumbuki ambacho ulikiona kule njiani? Yaani haukumbuki wakati mnakuja usiku mauzozo uliokutana nao? Hata ujifikiri kwa nini tuliwafunga kamba? Tulikuwa hatuwaamini. Hii nchi ambayo tunaishi sisi usiku huu wa manane sio kijiji cha kawaida. Huku panageuka panakuwa ni dunia ya kuzimu, kwa sababu kila anayekuja harudi. Hivi wewe unafikiri hapo umefika ni sehemu ya kawaida? Hapa sio sehemu ya kawaida. Mchana ni sehemu nzuri, lakini usiku unapoingia ni sehemu ambayo inatisha kweli. Yule mama aliendelea kumtia story. Alimwambia kabisa, kila unayemuona hapa katika hii nyumba, kila unayemuona huko njiani mchana katika matembezi, basi wote wamekwama. Sio kwamba tunapenda kuishi katika huu mji, hatuoni njia ya kurudi. Na wote kila tukikosea tunakuwa tunajikuta tunapoteza maisha. Ukifunga dirisha, umekosea kufunga dirisha, basi kinachotokea wale majini wakiingia, wanakutafuna nyama yako, wanakunywa damu zako, basi wanakuacha kwa umekufa kifo kibaya ambacho hakijai kutokea katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba hichi kijiji kina majini, kina mashetani, usiwe mbishi, inabidi ukubaliane na sisi. Aliendelea kumfumbua. Sasa alikuwa ameanza kumpa black and white. Hani alienda kumwambia ukweli, sasa inabidi aanze kumwagia story ili ajue yuko wapi, nini anatakiwa kufanya na vipi anatakiwa kuishi. Dona, mama mjengo, mama mlea wazee, aliendelea kumtia story. Unajua, katika hichi kijiji nilikuwa naishi na ndugu yangu. Kwanza vipi, unapenda kinywaji? Hebu kwanza nichukue kinywaji. Akaenda akachukua, nafikiri kama sio bia, nafikiri ni bia, akatilia katika glasi, akaendelea kunywa, akaendelea kumtia story. Kamwambia, ndugu yangu mimi alikuwa ni mchaluko. Mdogo wangu mimi alikuwa ni mchaluko kweli. Yani alikuwa ni mchaluko, mbishi kama wewe ulivyokuwa mbishi. Ule Dona ambaye ndio mama anayeelea wazee aliendelea kumtia story. Yule dada ambaye alikwama katika lile gari na kupata msaada kuletwa katika hii nyumba pamoja na mwanae ambaye anaitwa Julie. Na sasa nataka nikutie story. Yule Dona akaanza kumtia story, kumwambia, mimi na dada yangu tulienda polini kuwinda. Tumewinda, yani sasa anaanza kumhadisia historia yake. Je, alifikaje katika hichi kijiji? Yaani alitoka yeye na dada yake na mdogo wake wakaenda kuwinda. Sio katika msitu huu wala kijiji hiki. Sawa. Mbali kabisa na hapo. Unaona? Akamwambia, tumewinda, baada ya kuwinda kwa muda mrefu tukaona makunguru. Unaona makunguru? Hata si wakati tunakuja tuliona makunguru. Kama umeona makunguru, basi ukiona makunguru basi jua umepotea. Baada ya kuona makunguru sasa,
Baada ya kuona makunguru na jioni ilikuwa imefika, ikabidi sasa tuingie kwenye gari tujaribu kurudi tulikotoka, sababu usiku ulikuwa umeingia. Lakini cha ajabu, wakati tunarudi katika njia ile tuliyokuja nayo, yani hawa bwana walikutana na makunguru usiku. Jioni ilikuwa imeingia. Baada ya kuinda kwa muda mrefu, ikabidi waingie kwenye gari lao warudi nyumbani. Ila wakati wanarudi nyumbani, walichokutana nacho sasa, wakakutana na kijiji ambacho kinafanana mara mbili. Unaona, bila kufika nyumbani, yani kilichowakuta huyu mama na mume wake ndicho kilichomkuta huyu mama pia. Anaendelea kumtia story, anamwambia baada ya kukutana na kijiji ambacho kinafanana mara mbili, ikabidi tusimame. Tuliposimama bwana, katikati ya barabara usiku ule, kuna mtu amesimama katikati ya barabara. Mama ule Dona anaendelea kumtia story, yani mdogo wake na yeye wakiwa kwenye gari wamepotea na kujikuta wanazunguka katika mji. Yani maana yake anamaanisha ni hiyo dunia ya kuzimu. Yani wakati anarudi nyumbani anajikuta kwenye dunia ya kuzimu katika hicho kijiji ambacho sasa hivi yupo. Anamtia story, anamwambia mimi na mdogo wangu baada ya kuzunguka kwa muda mrefu katikati ya barabara tuliona mtu tukiwa katika gari kasimama. Kwa hiyo ndugu yangu akashuka katika gari baada ya kumwona yule mtu kasimama katikati ya barabara. Baada ya akashuka na bunduki, akaanza kumwambia toka barabarani, upige na risasi. Sisi hapa tulipo tumepotea na bado endelea kutusumbua. Unajua dada mdogo wake bwana na mama alikuwa ni mtata mchaluko mkorofi kweli kweli. Alikuwa cha usiku huyu. Fatuma ndala ndefu, hatari kweli kweli. Yani ngumi jiwe. Yani dakika mbili mbele. Watoto wa Manzesi au watoto wa Buguruni. Alikuwa ni mbabe kweli kweli, mtoto wa kike lakini ni mbabe. Dadake anamwambia bwana wewe achana naye bwana, ingia kwenye gari. Lazima nimzingue bwana dada huyu. Wewe toka bwana njiani. Toka wewe, itakupasua wewe. Atakuzingua. Lakini yule mtu alituambia sasa kiza kimeingia. Katika hizo nyumba mnazoziona mbele yenu, kimbieni mwingie ndani. Huu ni muda wa mashetani. Kumbe yule mtu alikuwa anatusaidia sisi maisha yetu, lakini sisi tulikuwa wabishi. Mimi nilikimbia nikaingia katika ile nyumba, nikamwacha mdogo wangu nje. Mdogo wangu alikuwa anataka kuondoka. Yeye alikuwa ameng'ang'ania kubaki nje, akiwa anajiamini. Huwezi amini kilichomkuta mdogo wangu. Aliuawa vibaya sana. Alichunwa ngozi yake. Nikuja kugundua asubuhi kwamba mdogo wangu amechunwa ngozi. Na aliyemchuna ngozi ni nani? Ni wale majini na mashetani. Na maana walikunywa damu yake, wakamchuna ngozi, wakamchalua, wakaondoka zao. Na kuanzia hiyo siku nimekwama mpaka leo, sijaweza kuondoka katika kijiji hiki. Kwa hiyo nikupe hongera wewe na mume wako, mmepata msaada, mmefika hapa, basi mshukuru Mwenyezi Mungu. Wengine baada ya kufika hapa walipotea kabisa, kwa sababu hawakujua ni nini wafanye, hawakujua ni nini kinachoendelea katika kijiji hiki. Yule mama aliendelea kumwambia maneno mazito ya kuumiza na kuvunja moyo kuhusu kile kijiji, utamaduni, maisha na kifo pia. Yule mama aliendelea kumtia story, akimweleza maneno mazito kweli kweli. Unajua hawa viumbe wanaotuumiza katika kijiji hiki, hawa viumbe, nakumbuka mdogo wangu alikufa kifo kibaya. Hawa viumbe wanapenda kutesa, wanapenda kuwinda, wanapenda kucheza. Yani wanakuua huku wanakuchezea. Mdogo wangu walikuwa wanamkata kidole kimoja baada ya kingine, wakawa wanamchuna ngozi, wakawa wanamtoa macho, wanamkata masikio. Mdogo wangu alimpanua mdomo na kumvuta ulimi nje. Hawa viumbe wanakuwa kifo kibaya. Kwa hiyo ni vyema kama ukiendelea kutusikiliza sisi hapa,
na ukawa moja ya jamii yetu. Kwa kifupi, kila unayemwona hapa ni mhanga wa matatizo kama uliokutana nayo wewe. Sio kwamba yeye amekuja kwa kupenda. Wote unaoona hapa wamepotea na kujikuta katika hichi kijiji. Kwa hiyo sote tunatuona hapa tumepotea, ila ona bahati kwa sababu umekutana na watu. Vile vile wewe makini unapokuwa labda usiku umelala, ukasikia sauti ya mtu ambaye unamfahamu, aidha mama yako, baba yako, mtoto wako, jirani, na ambaye hayuko hapo, anakuita kwa sauti ile ile, basi usijaribu kuitika, wala akikwambia fungua mlango wala dirisha usifungue mlango, kwa sababu wanatumia kama mtego, trap, ili kutunasa na kutuangamiza. Kwa hiyo wanapokuita ukifungua mlango umekwenda na maji, wakikukamata watakuua, watakutesa, watakuchalua, watakukata masikio, watakutolea macho, watanyonya damu yako, watakuchuna ngozi. Hakika wanaua vibaya kuliko kawaida. Hawa viumbe wamejaa laana. Yule mama aliendelea kumtia stone na kuendelea kumwelekeza na kumwambia maneno magumu na mazito. Unajua huyu mama ni mwanamke mwenzie, kwa hiyo inabidi mwanamke mwenzie amueleze vizuri, sababu hajui ustaarabu wa hapa wala hajui ni lini ataondoka hapa. Kwa aliendelea kumtia story na kumweleza utamaduni wa maisha ya hapa. Naam, baada ya yule mama kumtia stori za kutosha, simulizi yetu inaangazia tena kule katika ule msitu, katika ile gari iliyokwama kule polini. Kumbuka bado ni usiku, yani bado hakujapambazuka. Matukio yote ambayo unayasikia bado ni usiku, bado hakujapambazuka. Mama alikuwa anamtia stori usiku. Hii familia ambayo imekwama huko polini ni usiku. Matukio yote ambayo umeyasikia ni usiku pia. Kwa hiyo tunarudi kule polini. Yule daktari wa kike akaendelea kumsaidia yule mtoto, akimtandika madripu ya kutosha ya maji, kwa sababu mtoto inaonekana damu imepungua. Akaendelea kumpiga masindano ya ganzi, sababu mtoto alikuwa na maumivu makali. Kwa kifupi, alikuwa anatoa msaada, na hakika Mwenyezi Mungu atamsaidia. Hakika Mwenyezi Mungu atamlipa fadhila kwa moyo alioonesha kumsaidia huyu kijana katika poli hili ambalo hakika hii dunia inatisha. Ndipo ule afande ambaye ni daktari akamuuliza, kwani wewe huko ulikotoka bwana Jimmy, wewe ni mtu aina gani? Yani una cheo gani huko ulikotoka? Yule Jimmy akasema, huko nilikotoka hiyo duniani, huko kwa duniani, huko mimi nilikuwa ni contractor, mimi ni engineer. Kwa mwenzetu ni engineer. Aisee, hongera sana. Katika kijiji chetu tumebahatika kupata engineer ambaye amepotea kwao, lakini usijali. Hata hapa pia unaweza kuwa engineer ukatusaidia kulipea nyumba zetu, maana nyumba zetu zote ni mbovu. Na magari yetu yote ni mabovu. Hatuna hata fundi wa kuweza kutusaidia kulipea nyumba zetu. Kwa bora Mungu akuleta engineer, hata kama umepotea umefika kwa bahati mbaya, lakini tunamshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anayepanga yote katika dunia hii. Yule dada akaendelea kumtia story. Lakini brother, kumbuka kitu kimoja. Umeingia hapa kutoka ni kazi, ila ngoja kukuche, kutakapokucha, tutakapopambazuka, tutajaribu kuangalia kitu gani tunaweza tukafanya. Tutajaribu kuangalia kitu gani ambacho kinaweza kikatupa msaada. Hakika kesho kutakapopambazuka tutakuwa tushapata majibu. Yule dada aliendelea kumpa moyo yule bwana Jimmy katika ile gari. Masaa yalienda, sekunde zikasogea, na hatimaye asubuhi ikafika, kukapambazuka. Jua likaanza kuchomoza, na jua lile kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu likichomoza, wale mashetani hukimbia kabisa na haonekani tena
katika kile kijiji. Wale mashetani wanakuja usiku tu. Mtu wa kwanza kutoka katika ile gari iliyopata ajali, iliyopiga mweleka kule polini, alikuwa ni Afande Steven, na alikuwa mtu wa kwanza kutoka katika ile gari. Na wakati huo na mchungaji Afande Julie pamoja na mama yake walikuwa wanatoka katika kile kijiji, wanakuja katika ule msitu kuangalia mtoto amelalaje katika lile gari. Unajua kule polini alilala yule dada ambaye ni Afande, vile vile alilala yule Afande Steven pamoja na Jimmy ambaye ndo mume wake, na huyu mama ambaye ndo mama yake na Julie. Kwa hiyo walitoka kule katika kijiji pamoja na mchungaji na afande mmoja, wakiongozana na kufika katika sehemu ambapo alipata ajali. Baada ya kufika sehemu ile, yule mama hakika alianza kulia. Alikuwa haamini kama mume wake na mtoto wake wataendelea kuwa wazima, kwa sababu alichosimuliwa na yule mama ambaye anaitwa Donna kilikuwa kinatisha. Alikuwa na hofu huenda mume wake tayari ameshatafunwa na wale majini, wale mashetani. Lakini Mwenyezi Mungu mkubwa alikuwa upande wao, wote walitoka salama. Hakika familia ilikumbatiana, hakika familia ilikutana tena, hakika familia ilikuwa na furaha tena, na walikuwa hawaamini kilichotokea. Na mwanzo wa maisha mengine ndio ulianza. Mwanzo wa maisha ya polini ndio ulianza. Waliondoka mjini maskini ya Mwenyezi Mungu, wakijua wanaenda kumtembelea wakwe, lakini bahati mbaya, bahati haikuwa upande wao. Wamejikuta wakiingia katika dunia nyingine kabisa, dunia ambayo ukiingia huwezi kutoka kamwe. Labda Mwenyezi Mungu atakapoleta kudra zake, simulizi hii itatupa majibu. Na baada ya familia kukutana, waliingia katika gari kwa pamoja, na kisha wakarudi katika kile kijiji. Lakini walipofika katika kile kijiji, dada mmoja hivi, akili zake sio nzuri, huyu dada alianza kuambia, jamani, mimi niliacha mlango wazi, watu wamekufa huko ndani katika ile nyumba ya kulelea wazee. Yule dada aliacha mlango wazi usiku. Sasa sijui huyu dada ana ushirika gani na hawa viumbe, na kwa nini aliacha mlango wazi. Yule mama Donna alimwambia, kabla hujalala hakikisha milango yote imefungwa. Sasa sije huyu dada milango alifungua au hajafunga. Aliendelea kuambia. Ndipo alikimbia moja kwa moja katika ile nyumba, wakakuta mlango uko wazi. Walipoingia ndani, walikuta watu wengi wamekufa, watu wengi wamepoteza maisha, vifo vya kutisha. Wengine wamekata vichwa, wengine wamekata mikono, wengine wakiwa wamechunwa ngozi. Vile vile yule kijana ambaye anaitwa Kenny, yule mzee wa Kichina ambaye alikuwa na akili za kitoto, bahati mbaya naye alikuwa amepoteza maisha. Hakika ulikuwa ni msiba wa kutisha. Hakika dunia hii ya kuzimu, naamini hata kama ukiingia, naamini hatima yako inakuwa ni kifo. Watu wamekufa zaidi ya 15. Hakika Mwenyezi Mungu na kudra zake basi awanusuru hao waliobaki. Hatujui yule mama bonge yuko wapi, na huyu mzee wa Kichina ndio ndugu pekee aliyekuwa amebaki katika maisha, bwana mdogo wa Kichina ambaye anaitwa Kenny, ambaye alikuwa hana tena msaada mwingine wala faraja nyingine. Alikuwa anamtegemea babake. Babake alikuwa ameuawa vibaya sana. Yaani vifo wanapokufa hawa binadamu hakika inatisha. Yaani I say, omba usimuliwe, usiombe kukute. Yaani hawa mashetani wanakuchuna ngozi,
wanakutifua tifua, mwili wako wanauchalua chalua, figo kule, filigisi kule, mkono kule, kolomelo kule, meno wanang'oa, masikio, pua, ulimi wanatoa. Hakika hao viumbe ni viumbe wa ajabu sana, ni viumbe wa ajabu, wanatisha kama mvua za masika. Tony alikuwa analia kwa huzuni. Ken alikuwa analia kwa huzuni. Ken alikuwa na masikitiko makubwa katika moyo wake kwa kumpoteza baba yake. Watu 15 wamekufa hapa, lakini yule mama bonge sijamuona, ambaye alikuwa anaitwa Donna, sijamuona. Sasa sijui amenusulika au na yeye amewaka katika chumba chake. Unajua watu wanakuwa wanalogeka katika hii nyumba ya kulelea wazee. Yule binti aliacha mlango wazi, sija alifungua mlango na yakatokea aliyotokea. Sasa sijui alilogeka, kwa sababu unaweza ukasikia sauti ya mtu ambaye unamfahamu kabisa ikwambia fungua mlango, ni mimi, nisaidie, nakimbizwa, fungulie mlango. Lakini kumbe unakuwa ni mtego, na unapofungua mlango basi anakufika kama alivyowafika wengine. Unapofungua mlango yanakufika kama yalivyowafika wengine. Hakika inatisha. Hakika ni ngumu sana kutizama, hata mimi nashindwa kuzungumza. Hakika baba yake amekufa kifo kibaya. Baba yake na Ken amekufa kifo cha kinyama, kifo cha kutisha mno, inaumiza. Na kwa hasira aliamua kuelekea polini, akaanza kukata mti mpaka mti wenyewe ukakatika ukadondoka chini. Ndipo afande Steven akamwambia, Ken, turudi kijijini. Hasa unakuja huku polini unaanza kukata miti ya nini? Kwa hasira yule kijana alimjibu, baba yangu peke yake ndo alikuwa ndugu yangu na aliyekuwa maana katika hichi kijiji, na tayari hayupo, amekufa. Kama amekufa, mimi sasa hivi sina ndugu tena. Kwa hiyo ni bora nikaendelea kubaki hapa polini, kama hao viumbe waje waniue na mimi wanimalize, it's okay, lakini sio kurudi tena kijijini. Lakini afande Steven aliendelea kumuonya, akamwambia twende, kila mtu yanamfika kama aliyofika wewe. Hata mimi pia nimepoteza rafiki zangu, ndugu zangu. Kwa hiyo nakuomba tu twende kijijini, sisi ni familia. Na baada ya kumuomba sana bwana Ken alikubali, na afande alimwambia tuelekee tu katika kijiji, yameshatokea, yaliyotokea yametokea, umempoteza babako, pole sana. Kwa hiyo pole sana, kwa hiyo twende tu kijijini. Na hapo Ken aliamua tu kukubali kishinga upande, kwa sababu tayari ilikuwa ni mida kama ya saa 9 alasiri, mida ambayo wale mashetani huanza kujiandaa kuvamia katika ule mji kufanya mawindo. Hakika wale mashetani ni viumbe wa kutisha, wanawinda maisha ya binadamu. Baada ya kuja pale kijijini, Ken aliendelea katika nyumba aliyokuwa anaishi, na yule afande alielekea kituo cha polisi ambao ndio ilikuwa ofisi yake. Baada ya kufika pale kituo cha polisi, alikuwa yuko peke yake, alivua koti lake akiangalia picha za watu waliopotea, moyo wake ukimuuma, akitamani angalau aweze kupata njia ya kuweza kunusuru jamii yake. Lakini ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Na baada ya yule afande kukaa kituoni kwa muda mrefu, aliamua kuelekea katika ile nyumba ya kuona wazee. Sasa yule mtoto alienda kumtembelea, tayari alikuwa ameanza kupona mguu wake baada ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali. Mtoto alikuwa anaelekea sasa kupona kabisa. Ndipo jambo la ajabu likatokea. Mchana ule wa saa 9 saa 10, yule mtoto akaanza kumuona nje ya ile nyumba kupitia dirisha mtoto ambaye anafanana kama yeye, yani kama vile anaiona kopi yake.
inamwita, njoo, 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 njoo rafiki yangu. Anamwita kwa ishara. Sasa yule mtoto akataka kumwambia dada yake, yule kiumbe akamfanya shh, usimwambie mtu yoyote, wewe njoo tu. Na hapa simulizi yetu ya Dunia ya Kuzimu sehemu ya 4 ndiyo inaishia hapa kwa leo. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Kwenye mic ni Ayubu Obedi. Hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Tukutane katika sehemu ya 5. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, comment, niambie unasikiliza kutokea wapi, niandikie unatazama kutokea wapi. Love, support, share account hii, share YouTube hii, chaneli hii. Niambie kitu gani unahitaji niongeze, niambie ushauri, niambie kitu gani unahitaji tuongeze, ili ni wapi ambapo unapenda kitu kiongezwe katika simulizi hizi. Tafadhali tukutane katika sehemu zijazo. Kama hujaona namba 1, namba 2 na namba 3, na hii ni namba 4 na tunaenda namba 5. Kwa hiyo tafuta, ingia kwenye search The Book of Magic and Movie Stories. Katika playlist Dunia ya Kuzimu utakutana namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 na kisha tutaenda namba 5. Ndugu zangu watazamaji, ndugu zangu wana The Book of Magic and Movie Stories, karibuni tena wakati mwingine. Mimi ni Ayubu Obedi. Kwaherini kwa sasa, tukutane katika sehemu inayofuata, sehemu ya 5. Chao.